Kwa jina naitwa Adelina Rushekia, ni kaimu meneja mawasiliano kwa umma na habari. Hili ndio eneo letu la Kwala ambao tumelitenga kama kongani la viwanda kwa ajili ya kuendeleza viwanda nchini kama tulivyoelezana. Tumetenga ukubwa wa jumla hekta 100 kwa ajili ya hapa Kwala. Tumeshaelezana yale maeneo mengine 4 ambayo tuliyazindua tarehe 12 mwezi wa 8 ambayo ilikuwa eneo la Bagamoyo. Tumetenga ekari 151, eneo la Nala Dodoma ekari 607 na kule Buzwagi kwa ajili ya madini ekari 1333. Sasa hapa Kwala tuna ekari 100 ambalo kwa siku ya leo ndo tuko tunahamasisha Watanzania kwa ajili ya kuja kufanya uwekezaji. Kitu kikubwa ambacho kinapatikana ni kwamba ili eneo utalipata bure. Kama Mtanzania ili eneo unapata bure kwa ajili ya kuja kuweka kiwanda chako. Unachohitaji ni kuja na vifaa vya kutengenezea hicho kiwanda. Kwa Mtanzania vigezo ni mtaji wa dola milioni 5 na wageni mtaji ni dola milioni 10, na vivutio ni vingi sana. Sekta za kuwekeza ni nyingi, sekta ya mazao ya kilimo, masuala ya madawa, masuala ya uzalishaji wa nguo, electronics, vifaa vya nyumbani, yani ndo sekta ambazo ni kipaumbele. Kwa maelezo zaidi tutapata kwenye One Stop Facilitation Center yetu pale makao makuu EPZA, au hata hapa kwa ofisi ya Kwala tuna One Stop Center yetu na tunaye kiongozi ambaye anakaa hapa masaa 24 kwa ajili ya kuwahudumia wawekezaji. Yupo mtu hapa tayari ambaye ni coordinator wa Industrial Park ya Kwala. Mtaji ni kwa mzawa ni dola milioni 5 ambao ni sawasawa na hela ya Kitanzania bilioni 12.5, na kwa mgeni ni dola milioni 10 ambao sawasawa na ya Tanzania bilioni 25. Ya mpaka sasa wazao ndio tunawapa kipaumbele zaidi. Mpaka sasa tunao wawekezaji ambao wameshaonyesha nia ya kuwekeza hapa ambao ni idadi ya wawekezaji 10 ambao katika hao wazao ndio wengi zaidi. Na hao nani wameonyesha nia kuwekeza kwenye sekta zipi sasa? Kwenye sekta ya kuchakata mazao ya kilimo, masuala ya sola, na kuna mwingine wa vifaa vya nyumbani ndio ambao wameonyesha nia ya kuwekeza maeneo haya. Hizo sekta ambazo tayari wameshaonyesha nia. Lakini wapo wengi ambao wanaonyesha au ndio wameshaonyesha commitment, wengine bado wanaendelea kuonyesha nia kadri tunavyozidi kuendelea. Kwa majina naitwa Gerard Tilia, ni msimamizi wa Sino Sea Industry. Sisi ndio wazalishaji wa bidhaa za Sino Sea mafreezer. Bidhaa za mafreezer. Yes. Kwa sisi ndio wazalishaji wa hizi bidhaa za Sino Sea unazoziona. Popote ambapo utakutana nako Tanzania na nje ya Tanzania za Sino Sea, basi jua zinapatikana Kwala na sisi ndio wazalishaji. Hawa vijana wote niliosema 30 tulionao wana uwezo mkubwa na ufanisi mkubwa wa utendaji ama utengenezaji wa hizi bidhaa. Walifundishwa na Wachina, walikuwepo hapo Wachina wa zamani walikuwa Wachina 6, lakini baada ya kumaliza kuwafundisha wakaona kwamba vijana wetu wote wamekuiva vizuri, wanaweza kujisimamia. Basi Wachina wakaondoka. Hata hivi ninavyozungumza sasa hatuna Wachina ambao wanadili na production, tusipokuwa ni sisi wenyewe wa Tanzania, vijana wa Kitanzania ambao tulifundishwa na tunaendelea kuzalisha kama kawaida kama mnavyoona. Sasa hivi tuna Mchina mmoja tu, yeye ambaye yupo anadili masuala ya ofisini tu. Wazao wa Kwala ama wakazi wa Kwala au kwa Kibaha wananufaika na mradi. Kwanza kabisa wameweza kupata ajira. Kama mnavyoona vijana tuko tunafanya kazi, maisha yetu ya kila siku yanaweza kuendelea kupitia Sino Sea. Kwa Sino Sea imekuja kama mkombozi kwa wakazi wa Kwala kama mnavyojua. Sio hivyo tu, lakini pia wakazi wa Kwala wanaweza kunufaika, mama ntilie, wafanyabiashara wadogo kwa kuweza kutumia bidhaa zetu za Sino Sea. Bidhaa za Sino Sea ni bidhaa ambazo zimezingatiwa ubora wote na TBS kama mnavyoona. Sio hivyo tu, bidhaa zetu zinatumia umeme mdogo sana kulinganisha na bidhaa zingine zote ambazo mnazijua huko za mafreezer. Kwa hiyo ndio uzuri wa bidhaa zetu. Na wakaribisha sana Watanzania kuja kununua bidhaa ya Sino Sea. Ni bidhaa bora kwa maisha ya Kitanzania. Ni affordable kwa kila Mtanzania. Tunafanya uzalishaji kulingana na target husika na modi husika. Kama nilivyosema, tuna produce freezers in terms of liters. Sisi kama lita zetu ni lita ndogo, maybe lita 100, hizi 108, 200, si ndivyo? Tunaweza kuzalisha PC 100, 130 hadi 150 kwa siku. Lakini kama kuna zile applied cooler showcase double door, zile kidogo uzalishaji wake inakuwa ni process ni ndefu. Tunaweza kutengeneza 10 hadi 15 kwa siku.